kawaida kabla ya kufanya shughuli za urejeshaji, kwanza nchi the country of origin, kwa maana ya nchi mama ambayo wanatoka, pamoja na nchi ambayo ni host country, nchi ambayo imewahodhi au imewahifadhi wakimbizi, pamoja na mashirika ya kimataifa ikiwemo United Nations High Commission for Refugees UNHCR, kunakuwa na vikao vya pamoja na makubaliano kulingana na sheria zinavyoelekeza. Kwa kunakuwa na uratibu wa hatua kwa hatua. Kwanza, vigezo vinavyozingatiwa kwa kulingana na sheria za kimataifa, mojawapo ni kwanza kama zile sababu zilizowafanya wakimbie zisiwepo tena. Moja yapo ni kutokuwa na vita kwenye nchi husika, lakini cha pili kusiwe na matishio ya kiusalama ambayo yanapelekea matishio ya vifo au mateso makali kwa raia, kwa maana ya fear of threats, intimidation and fear of persecution. Kama mazingira hayo hayapo kwenye nchi mama, maana yake ni kwamba sasa na kuna uongozi ambao unatoa huduma kwa wananchi na ustawi wa wananchi upo kwenye nchi mama. Hii ni moja ya vigezo ambavyo vinawafanya waweze kurejea. Kama havipo vigezo hivyo, manake ndio vinawafanya wakimbie nchi. Kwa hiyo hivi vyote vimezingatiwa. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama, sisi wasaidizi wake kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi tumehakikisha mazingira hayo pasina shaka katika nchi yao wanayorudi, nchi mama, pamoja na UNHCR. Tumejiridhisha pasina shaka kwamba sehemu ile ni salama na uongozi wa kule ni salama. Yuko Mheshimiwa Ndayishimiye ambaye ni rais wa Jamhuri ya Watu wa Burundi, amethibitisha hayo pamoja na balozi wake wa Burundi hapo kwamba nchi yao iko salama na sasa wanaweza kurejea. Kwa hiyo mazingira yameandaliwa, maeneo ya kufikia, lakini pia huduma zao muhimu, afya, elimu, maji na ustawi wao kwenye nchi hiyo, kama jinsi ambavyo walikuwa wakipata huku, pengine wakapata na zaidi kwenye nchi yao. Sawa, katika zoezi hili la urejeshaji ambalo linashika kasi mwanzoni mwa mwaka huu wa Januari, kulikuwa na sintofahamu kutoka kwa baadhi ya watu kwamba watu hawa wanarejeshwa kinyume na hiari yao. Pengine hili kama serikali inalizungumzia? Hakukuwa na swala hilo na halikuwahi kutokea, isipokuwa tu watu kuzusha kwenye mitandao ni jambo la kawaida sasa hivi, isipokuwa tu taarifa zilizothibitika ni mimi, waziri wa mambo ya ndani, ambaye nazisema kwa niaba ya serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba hakukuwa na mazingira yoyote ya kumlazimisha mtu, na hata pale ambapo katika maeneo haya vikao vilikaliwa, tulifanya maamuzi ya pamoja kwa maana ya utatu, UNHCR, nchi wanapotoka nchi mama, pamoja na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tukakubaliana. Na kimsingi zoezi hili lilipaswa kuwa limeisha toka mwaka jana, lakini kwa sababu ya upendo wa Dr. Samia Suluhu Hassan, utu, ustahimilivu, lakini utayari wa kuendelea kuwalea ndugu zetu, kwa sababu moja au nyingine zilisababisha kusogeza muda mbele kidogo, lakini tulitarajia kwamba sio kufunga leo, tulipaswa kufunga toka kipindi cha nyuma kwa makubaliano kwa mujibu wa sheria za kimataifa na sheria zetu za ndani. Kwa hiyo ni makubaliano ambayo ni halali, na pale ambapo uliona kwenye mitandao wakizusha kwamba wanalazimishwa kutoka au na nini, hapana. Ilikuwa ni sehemu ambayo walikuwa wanafanya demolition ambazo ni za wale tayari walikwisha kuondoka, yamebaki magofu, yasije yakatumika vibaya kwa uhalifu, yasije yakatumika vibaya kuhodhi wanyama wakali. Kwa hiyo yalikuwa lazima yaondolewe na kuweka kwenye maeneo salama, na walikuwa wanaondoka kwa awamu, kambi kwa kambi, eneo kwa eneo, na ndio maana ulikuwa unaona sehemu ambayo wanatoka basi wanasawazisha na kuweza kuondoa ili waendelee na kuratibu na kupeleka haki kwenye maeneo mengine. Lakini sasa wazusha hawakosekani. Kama hata mbinguni yule shetani alikuwa malaika, ni moja mzushi, sasa leo ni shetani. Hawezi kukosekana na uwezo kuzuia. Mheshimiwa Waziri, tunaamini ndani ya miaka 10 ambayo wameishi hapa, kuna majirani zao, kuna ile wakati mwingine kuna kuoleana, pengine watu kama hao labda Tanzania ameolewa Burundi au Burundi ameolewa na Tanzania, kwa hao taratibu yapo zaidi ya kuoana na kuoleana. Yapo wengine pia ambao wangetamani kuwa na ardhi hapa, wapo ambao wangetamani kuingia kwenye migodi yetu, wapo ambao wangetamani kuingia kwenye mifumo ya kiuongozi ya kisiasa, wapo ambao wametamani, wanaofanya majaribio mengi kwenye mazingira hayo ya kutaka kujirasimisha isivyo kufuata utaratibu, kinyume na utaratibu. Yale tumeendelea kuyaratibu na kupitia NIDA, idara ya uhamiaji, jeshi la wananchi wa Tanzania, jeshi la polisi, pamoja na vyombo vingine, mkoa, kamati za usalama, tumeendelea kuwapa elimu na kuwaratibu taratibu ili waweze kuona namna. Lakini napotokea pale wameoana au kuoleana au wamezaa pamoja, tuna sheria zetu za kimataifa, lakini pia tuna sheria mwongozo ya kwetu, ipo katiba na sheria nyingine. Sheria ya ndoa inaelekeza taratibu,
lakini pia kuna sheria nyingine za umiliki wa ardhi, na hayo yote tumejaribu kuyaendelea na kujawa na changamoto, na pale ambapo inaona kwamba tumebana zaidi, tuna sheria yetu ya uraia. Pale ambapo ataona yanahitaji anaweza kaomba uraia au akapelekwa nje ya tatu. Ni misingi ya mikataba ya kimataifa ambayo sisi kama Tanzania tunaheshimu.